moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia. Na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii, jamii na jumuiya za kidini nchini Uingereza zaaswa kujiepusha na migogoro isiyokuwa na tija katika nyumba za ibada na jamii. Na huko Afrika Mashariki mambo ni mengi kweli kweli, ambapo wavuvi huko Tanga nchini Tanzania walia na tozo na maushuru katika kazi zao za uvuvi waomba poo kwa serikali. Visiwani Zanzibar majumba maendeleo ya michenzani na nyaka ya uchafu wa makaro pasua kichwa, nani awajibishwe? Kwa hayo na mengineo mengi, usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Msomaji wako leo hii ni mimi Salma Hafidh, na kwanza ni habari za ndani. Jijini hapa wiki hii tumefuatilia taarifa za maendeleo ya ujenzi wa msikiti wa Becontree Heath ulioanza mwaka jana na kutarajiwa kukamilika kabla Ramadhani iliyopita, na kubaini kuwa bado mradi huo unasuasua. Nini shida? Salama Mohamed ana majibu ya swali hili. Ujenzi huo wa msikiti wa Becontree Heath ulianza rasmi mwanzoni mwa mwaka jana na kutarajiwa kukamilika kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani uliopita. Bado unakabiliwa na changamoto kadhaa na hadi sasa haujakamilika. Katika fuatilia zetu, wiki hii tuliamua kurudi tena kwenye eneo hili la Becontree Heath ambapo msikiti huo unapatikana na kukutana na Dr. Mohamed Dhaharan, ambapo kiu ya udadisi ilitusukuma kumuuliza, je, ujenzi huu umefikia hatua gani hadi sasa? Na hapa anajibu kwa kusema, kwa kweli ujenzi unaendelea niseme vizuri, na tupo katika awamu ambayo nasema inaweza ikatupa hope kwamba baada ya miezi miwili mpaka mitatu tunatarajia kwamba tutakuwa tumekamilisha ujenzi huu. Hiyo ndio naweza nikatoa kwa sasa kama ni update. Sambamba na majibu hayo, Swahili Voice ilitaka pia kufahamu ni mambo gani hasa yamekuwa yakikwamisha na kuchelewesha ujenzi huo unaoelekea kuvuka muhula mwingine wa malengo, na hapa Dr. Dhaharan anajibu. Kwa kweli hakuna mkwamo pase, ila kama nilivyosema, moja katika nyenzo kubwa katika mambo ya ujenzi ni fedha. Kwa hivyo fedha inahitajika kuweza kuendelea na ujenzi. Ingawa fedha inakuwa ipo, lakini ili tuweze kwenda kwa spidi zaidi, inabidi vile vile na fedha iwepo nyingi zaidi. Kwa hivyo fedha ni moja katika factors, lakini la pili kama nilivyosema hapo kabla ni kwamba majenzi haya ya sehemu za wanaziita commercial ni ujenzi ambao unakuwa strictly supervised kwa sheria za nchi hii. Na mwisho tulitaka kufahamu, pamoja na changamoto hizo wanazokabiliana nazo katika ujenzi wao huo, ni lini wanatarajia kukamilisha ujenzi huo na kuanza kuutumia kwa shughuli za ibada ilivyokusudiwa. Na hapa anasema, kama nilivyosema kabla, tunatarajia katika kipindi cha miezi 2.5 mpaka 3 kuweza kukamilika. Lakini hii siku zote ni estimate, kwa sababu kama nilivyosema, ili kuweza kwenda kwa spidi kuna mambo kadhaa ambayo yanahitajiwa. Moja ni fedha, iwepo fedha ya kutosha kuweza kukamilisha, na sisi tunao upungufu wa fedha za kuweza kukamilisha kazi hii. Kwa hivyo ikiwa fedha itapatikana ya kutosha non-stop, kazi yetu tunatarajia miezi 3 maximum tutaweza kumaliza kazi hii. Ujenzi wa msikiti huu ni sehemu ya jitihada za makusudi za waumini wa dini ya Kiislamu katika jumuiya yao hii kujipatia sehemu ya kufanya ibada na shughuli nyingine za kidini na imani katika eneo hili.
Hata hivyo, ujenzi huu umekuwa ukisuasua kwa muda kutokana na changamoto za kifedha. Kwa sasa sina la ziada. Mimi ni Salama Mohamed wa Swahili Voice. Na huko Glasgow nchini Scotland wiki hii walifanya hafla ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kukamilisha ndoto yao ya siku nyingi ya kumiliki jengo kwa ajili ya shughuli za ibada. Mwandishi wetu Ahmad Rashid Mitomingi alifuatilia habari hii na kutuletea ripoti ifuatayo. Wiki hii ilianza tena kwa harakati za kwanza za kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi wa msikiti wa jumuiya ya Swahili Weshio hapo Glasgow, ambapo kiongozi wa jumuiya hiyo Bwana Bashir Khalfan alitueleza lengo hasa la shughuli yao hii, na hapa anasema: shughuli yetu kwa wiki hii ambayo itakuwa ni kesho tukijaliwa, ni katika mwendelezo wetu wa hizi fundraising zetu kwa ajili ya kupata fedha za kutusaidia katika manunuzi yetu ya jengo kwa ajili ya community yetu. Pia tulimuuliza, je, shughuli hii inajumuisha nani na kutakuwa na mambo gani? Na hapa anasema: shughuli hii itajumuisha kwanza wana Swahili wote wa Glasgow, na pia tumewaambia watu wa mataifa mengine ambao tunategemea watakuja, lakini japo kuwa hali ya hewa si rafiki na si kesho inavyoonyesha manyunyoto, lakini tumekaa na tumeona tuendelee na shughuli yetu. Na shughuli hii itakuwa ni katika mwendelezo wake, mtakuwa na vitu kama vya barbecue, mishikaki, urojo, halua na bokoboko na vitu vingine vitafunio vikavu. Pia je, ni kiasi gani wanakusudia kuchangisha katika shughuli yao hii? Na hapa anatueleza kwa kina. Kwa hali kama ya kawaida ilikuwa tunakusudia yani matarajio ya kupata kama 1500 mpaka 2000, lakini kutokana na hali ya kesho ni ya manyonyoto ambayo itawafanya watu wazito kufika, ni round figure kama pound 1000 mpaka 1500. Pia tulitaka kufahamu hadi sasa wameshakusanya kiasi gani cha fedha na ni umbali gani hadi kufikia malengo yao, naye anajibu: tuko karibu tuseme asilimia 33% ya tunataka, kwa sababu tuko 1/3 ya hiyo target yetu. Mwisho tulimuuliza Bwana Bashir, je, wana mipango gani ya kuhakikisha jambo hili linafanikiwa kwa muda mfupi ujao? Na hapa nafafanua: mpango ambao sasa hivi uko katika akili yetu na tayari tushazungumza, ambao tunasubiri kufanya kazi, ni ya kupita katika kila misikiti ya kila mji, ambayo kwa kufanya hivyo inabidi kwenda hapa msikiti wetu mkubwa Central Mosque tupate barua yao ya kuwa wanatujua, ili tuweze kwenda katika msikiti mwingine, ili kufika tuko na barua ile wataweza kutupokea. Vile vile jambo jingine tumepanga kufanya kwa kule nyumbani wanaita matembezi ya mshikamano. Kwa tutatoka hapa tutakwenda njia ambayo mpaka sasa hivi hatujaamua tufanye hivi, aidha tutoke hapa kwa miguu au tutoke hapa kwa gari. Tukifika mji tunaokwenda ndo pale tuzunguke kwa mguu, tutatoka pale tutaenda mji mwingine tutazunguka kwa mguu, yani tutasali kila mji tutasali misikiti 5 kwa siku, ambayo tumepanga tukiwa tutaifanya tutachukua wiki moja cha. Kwa sasa sina la ziada zaidi ya hayo. Nikiripoti Fatma Haji wa Swahili Voice. Jamii ya diaspora na hasa kupitia jumuiya za Waislamu wenye asili ya Tanzania nchini hapa zimeaswa kujiepusha na migogoro na ugomvi usio na tija katika nyumba za ibada. Hayo yanakuja muda baada ya taarifa kuibuka kuhusu kuwepo kwa migogoro katika nyumba za ibada katika baadhi ya maeneo nchini hapa. Mwandishi wetu Yusuf Bond alizungumza haya na Sheikh Nasor Al-Jabri na mambo yalikuwa namna hii. Naam, Sheikh Nasor, karibu sana Swahili Voice. Tayeb, asante. Shukran Sheikh Yusuf. Tueleze hasa nafasi yako katika hii migogoro inayoendelea katika jumuiya zetu za kidini hapa nchini Uingereza. Tayeb, kwanza bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Migogoro inaendelea katika nchi yetu hapa ya UK. Migogoro iko mbalimbali. Tuna migogoro ya misikiti, tuna migogoro ya katika community, tuna migogoro ya kifamily, mambo mbalimbali tunayo kwa ufupi. Sahibi, lakini kila mgogoro unapokuwa unatokezea huchukua juhudi ya kutafuta njia ya sulhu ya kupatanisha migogoro kama hiyo, na kazi hii kwa muda mrefu tumeichukua katika community zetu,
na mimi hasa upande wangu nimeplay big role kubwa katika kuchukua juhudi hizi za kutatua ile migogoro kwa namna mbalimbali na jitihada mbalimbali, tuseme kweli. Naam. Mgogoro wa Coventry umechukua nafasi gani katika mgogoro ule ambao kwamba umetokea hivi karibuni? Naam, mgogoro wa Coventry kama tunavyojua kwamba upo kwa muda, kwamba kwa zile habari ambazo tumezisikia kutoka pale kwao, lakini tulikuwa hatuna habari za undani vipi mgogoro ule unaendelea au vipi yani kukua kwake na matatizo yake yaliyokuwepo. Lakini baada ya kusikia nimejaribu kufuatilia kwa kiasi tu, na still nipo katika keep in touch na baadhi ya watu wa pale, kutaka kusikiliza zaidi na kutaka kutafuta njia ya kuingia katika kulisikiliza kwa umakinifu, labda zaidi kupata maalumati kutoka kwa pande zote, na ili kutafuta njia ya solution, kwa sababu mgogoro unaposikia hususan wa mambo ya community zetu au katika mambo ya misikiti yetu, huwezi ukauingia tu kwanza ile kuvamia bila kukaa kutumia hikma, busara, siasa na kadhalika, kutaka kusikiliza pengine kwa pande zote mbili, kutaka kujua hasa kina cha mgogoro ule ni kitu gani, kusema ukweli. Muhimu kabisa katika mazungumzo yetu ya leo, ukiwa kama kiongozi wa dini unayeheshimika zaidi hapa nchini Uingereza, hem, chukua fursa hii kutoa nasaha kwa viongozi wa jumuiya, wanachama na ndugu zetu wengine wote kuhusiana na swala zima hili la migogoro isiyokwisha. Nasiha yangu kwamba sote, kila mmoja anashika nafasi katika community yake. Kitu kikubwa zaidi ni kuwa wastahamilivu, wenye kusubiri, pia wenye kuwa na busara, kuwa na hekima, kufuata yale maelekezo yaliyopo katika katiba zetu, kadhalika kufuata mambo ya kisheria vile vile ambayo yanatuelekeza vipi namna ya kuongoza jumuiya zetu, na kukaa na watu kwa namna nzuri na kuchukuliana kwa namna nzuri, bila kugombana, bila kutupiana matusi, bila kunazihiana na tujihesabu kwamba sote ni wamoja. Leo anaweza kushika huyu na kesho akashika mwingine. Kwa hivyo kitu kikubwa ni kuungana sisi, tukawa tunasaidiana katika mambo ya kheri, kuliko kugombana na kukaa tukakhtalifiana mpaka ikapita pahala ikawa kwetu sisi tena inapelekea hata vizazi vyetu vinavyokuwa sasa hivi vinakuwa vikaona wazee wamefikia pahala wanagombana, wanakhtalifiana, na kwa kwetu sisi ni aibu, na lile jambo ambalo tunalichukulia juhudi ni jambo ambalo letu sisi na wao na watakao kuja baadaye. Kwa hivyo vizuri, nasiha yangu kwamba tusiweke history mbaya katika generation yetu sisi, hasa wazee, kwa wale watoto wetu au watu ambao wametuzunguka pembeni mwetu, ikaja kuwa tunasemeka vibaya. Na sasa tumalizie habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesaini makubaliano ya kuikabidhi Mauritius visiwa vya Chagos, huku Uingereza na Marekani wakiruhusiwa kuendelea kutumia kambi ya kijeshi ya Diego Garcia kwa miaka 99 kwa gharama ya pauni milioni 101 kwa mwaka. Makubaliano haya yanatajwa kuimarisha usalama wa Uingereza, lakini yamepingwa na chama cha Conservative kikiyaita kujihujumu kitaifa kutokana na uhusiano wa Mauritius na China. Wanachama wa jamii ya Chagosian walikosoa kutopewa nafasi ya kutoa maoni yao. Hata hivyo, Mauritius imeyakaribisha makubaliano haya kama ushindi wa kihistoria wa uhuru wao wa kieneo. Moto mkubwa ulizuka juu ya paa la hospitali ya St. Michael's mjini Bristol baada ya paneli za jua kushika moto na kusababisha wanawake wajawazito na watoto kuokolewa na kuhamishwa haraka. Huduma za dharura ziliitikia kwa haraka na moto huo ukazimwa ndani ya saa moja. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Baadhi ya wanawake walihamishwa kwa muda kabla ya hospitali kufunguliwa tena saa 1 jioni. Mashuhuda walielezea tukio hilo kuwa la kutisha, huku moshi mzito ukienea hewani. Sababu ya moto bado inachunguzwa. Wafanyakazi wa hospitali walipongezwa kwa hatua zao za haraka.
hospitali ilianza tena kutoa huduma, lakini umma uliombwa kuepuka eneo hilo wakati wa tukio. Na mabadiliko ya sheria za kifungo nchini Uingereza na Wales yamependekeza wafungwa, wakiwemo wahalifu wa makosa makubwa, waachiliwe huru baada ya kutumikia theluthi moja ya kifungo chao. Hata hivyo, serikali imekataa ruhusa hiyo kwa wahalifu zaidi kama magaidi. Waziri wa sheria Shabana Mahmud amesema wapo tayari kupanua mpango wa kutoa tiba ya kemikali kwa wafungwa wa makosa ya kingono. Mradi huu unalenga kupunguza msongamano gerezani, lakini umekosolewa na wapinzani wakisema ni tishio kwa usalama wa raia. Ripoti imeeleza kuwa mfumo huu utawezesha uwekezaji zaidi katika huduma za majaribio ya jamii badala ya vifungo vifupi. Utafiti wa chuo kikuu cha Cambridge umebaini kuwa wanawake wenye matiti yaliyotuna au yenye msongamano mkubwa wanapaswa kufanyiwa vipimo vya ziada vya uchunguzi wa saratani ya matiti, kwani mamogram za kawaida hupata shida kugundua saratani katika kundi hili la watu wenye matiti mazito. Utafiti huu uliohusisha wanawake zaidi ya 9,000 uligundua kuwa kutumia MRI au mammogram iliyoboreshwa unaweza kugundua saratani mara 3 zaidi ikilinganishwa na mammogram ya kawaida. Takriban mwanamke mmoja kati ya 10 ana matiti yenye msongamano mkubwa, hali inayoongeza hatari ya kupata saratani. Njia hizi mpya zinaweza kugundua visa 3,500 zaidi kila mwaka na kuokoa hadi maisha 700. Serikali inazingatia kuyajumuisha kwenye mpango wa taifa. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London. Na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Wavuvi katika soko la samaki la Kasera kata ya Sahare jijini Tanga wameiomba serikali kuangalia kwa jicho la huruma, hasa katika masuala ya husianayo na tozo za ushuru na leseni kwa wavuvi bandarini hapo. Amina Mohamed anatujuza kwa kina. Kunani Tanga? Wavuvi wa soko la samaki Kasera kata ya Sahare jijini Tanga wameiomba serikali kuangalia kwa jicho la tatu, haswa katika masuala ya utozaji wa ushuru na leseni kwa wavuvi. Wameyasema hayo walipokuwa wakizungumza na Swahili Voice katika soko hilo lililopo Sahare jijini Tanga na kuitaka serikali kupunguza harama ya leseni ili kuendana na vipato vyao. Hali leseni ya chombo 140,000 na hapo unaambiwa na hatimiliki pia uilipie, kwa maana hiyo unalipa kwa mara 2, 2,280,000 chombo hichi kimoja. Baadaye kuna Smatra inakuwa ni 1,15,000 au 1,10,000. Lakini pia bei ziko juu za leseni. Kama hii Smatra ilikuwa tuondoshee hii Smatra kwanza, na leseni ya chombo pia wapunguze bei, na alafu wasitukashie mara 2. Halafu kwa upande wa leseni za wavuvi isiwe kuna leseni, kuna vitambulisho. Aidha, wameiomba serikali kuboresha miundombinu ya soko hilo, ikiwemo ujenzi wa soko, barabara, maji safi na salama, pamoja na huduma ya vyoo na boti za uokoaji ili kukabiliana na dharura, kurahisisha shughuli za uokoaji pindi zitokeapo ajali nyakati wawapo kazini. Ndio tutajengwa mwezi wa 7, ndio ushapita, waja mwezi wa 7 mwingine. Hakuna kitu, yani kwamba ni kama vile watu wanakuja wanadanganywa. Na hapa panaingiza pesa nyingi. Watu wanateseka, wanapambana, wanalipa ushuru, kila kitu. Ukitengenezwa, ukiangalia kwenye miundombinu kwenye barabara. Haswa mimi barabara tu pia vile ambayo inanikera. Kutoka kule mpaka hapa. Yani mpaka ufanye kutafuta hivi kama na tochi. Basi kama ingekuwa ndio hivyo, utengenezwe basi hata barabara ambayo hiyo ya changamoto ambazo zilikuwa zipo hapa. Gari haiwezi kuja hapa, mtu akiwa na gari yake nzuri aiacha kule machinjioni, na watu wanakunya pokoni huko. Sio ukitaka mpaka kuombe fungu. Vile wavuvi hao wameomba kuboreshewa ulinzi katika maeneo yao ya kazi ili kukabiliana na uhalifu unaotendeka wakati wa biashara, ikiwemo uwizi wa bidhaa zao. Wanyaji ni kisasa sana kama ulinzi, kwa sababu mtenga hana raha na uongozi uko na chombo. Leo tumetoka baharini, mara kaja Smatra anataka Smatra, anataka kadi kwa Smatra, mara leo kumekuja leseni. Na maana sisi hatuna uhuru na hii bandari yetu. Ukiangalia hapa hapana faiba ya uokozi, ukiangalia hapa hapana kitu chochote kinachochaguliwa kama sisi hapa kinaokoa wavuvi
na watenga na ni faida hafifu. Kwa upande wake mwenyekiti wa wavuvi wa soko hilo, ndugu Bobea Salum, ameomba serikali kufanyia kazi changamoto za eneo hilo ili kuwapa fursa wavuvi hao kufanya kazi kwa ufanisi kwa maendeleo yao binafsi na taifa kwa ujumla. Boti uokozi pamoja na makusanyo mengi ambayo tunakusanywa sisi katika upatikanaji wa ajali, hatuna boti uokozi. Ni kilio ambacho tumekililia muda mrefu kwamba swala hili lifikie kwa kiongozi wa nchi, halichukulie kwa kiu kubwa na kuona kama sisi wavuvi wa Kasera bado tunasema hatujafahamika, kwa sababu makusanyo yetu ni makubwa sana. Tunaingiza pesa nyingi katika halmashauri, lakini utekelezwaji katika soko letu bado ni tete. Soko letu lina changamoto ya maji ya kunywa sisi hakuna, pamoja na makusanyo yote kwenye halmashauri. Tunao vyoo vya matundu yasiyopungua matatu. Kasera na wadau wasiopungua watu. Kutoka Sahare jijini Tanga, mimi ni Amina Mohamed wa Swahili Voice. Na visiwani Zanzibar, haiba ya mji imeanza kuingia doa jeusi baada ya ripoti ya Swahili Voice kubaini uwepo wa uchafu wa maji taka yanayotoka katika mitaro ya baadhi ya majumba hayo na kuleta taharuki kubwa kwa wakazi, wapita njia, wageni na wafanyabiashara katika eneo hilo. Mwandishi wetu Hafsa Usi anaripoti zaidi. Wakazi, wapita njia na wafanyabiashara katika maeneo ya majumba ya maendeleo Michenzani visiwani Zanzibar wameeleza hofu yao juu ya kero ya maji machafu ya mitaro inayovuja katika eneo hilo lenye idadi kubwa ya watu mjini hapa. Katika hekaheka zetu za hapa na pale, kamera za Swahili Voice ziliangazia mazingira ya eneo hilo na kuzungumza na baadhi ya wakazi na wananchi wengine ambao wameeleza changamoto na athari zinazowakabili wananchi hao katika eneo hilo. Kuhusu changamoto tunazopata kutokana na haya maji ya uchafu tunayoyaona hapa, kweli achilia mbali mbu, harufu chafu, kwa sababu maji haya yamechanganyika kutokana na maji sawa ambayo yanakuja na maji ya mvua na maji makaro pia. Kwa hiyo changamoto tunapata ni mbu wengi sana. Hata ikifika kuanzia milango saa 9 tu basi hapa mbu tayari wanatuanza kushambulia. Aidha, mkazi huyo wa eneo hili la Michenzani mjini hapa ameongeza kwa kusema, kwa hiyo tunaomba husika, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba mhusika moja kwa moja ni nani, lakini bila shaka wamehusika na usafi wa mji unajulikana. Kwa hiyo ngoja tuondoshe kero, kwa sababu achilia mbali sisi wakazi, hata wapita njia vile vile basi wanapita kwa shida kutokana na hali kama inavyoonekana hapa. Hayo wahusika labda walishikilia hatua haraka ili swala ili kutunusuru sisi kutokana na matatizo ambayo tunaweza kupata kwa kufanana uchafu hapa. Naye Rashid Abdallah Muhammad, mkazi wa Michenzani na mfanyabiashara wa eneo hilo, amesikitishwa na mazingira ambayo sio rafiki na kueleza kuwa maisha ya watu wa Michenzani yamewekwa rehani na mamlaka husika kwa kukosa kuwajibika na usafi wa mazingira ya eneo hilo. Kiukweli mazingira ambayo tunayo kwa sasa hivi, mazingira yetu ya mbeleni hapa kwa kweli haridhishi, sio mazuri. Mfano mazingira ya madimbwi ya maji kama haya ambayo yapo mbele hapa tunavyoona, hayati taratibu mzuri juu ya watoto na mazingira ya maisha yetu yenyewe sisi hivi. Sababu hapa pana watu wanauza vyakula, hapa pana watoto wa shule wanapita wanaenda shule, watoto wadogo. Kwa mazingira yanakuwa sahihi kiukweli. Kufuatia kauli hizi, Swahili Voice ilifunga safari hadi katika baraza la manispaa ya mjini Unguja na kuonana na afisa wa mazingira wa manispaa mjini Zanzibar, Zelda Masudi Khamis, naye anasema kufuatia kadhia ya uwepo wa hali ya maji machafu katika majumba ya Michenzani, sisi au hali ya maji machafu pamoja na mazingira mengine hatarishi katika maeneo hayo, sisi baraza la manispaa mjini tumechukua jitihada tofauti ambazo tunazifanya ili kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira katika majumba hayo yanakuwa ni mazuri. Tukianzia kwa upande wa taka ngumu katika majumba ya Michenzani, sasa tumeanzisha kikundi maalumu ambacho kinahusika na ishu za taka ngumu, ikiwemo kufyagia maeneo ya chini, kuzoa taka pamoja na kulima majani ambayo yanaota katika maeneo yale. Mbali na hayo, Swahili Voice
ilifanya jitihada za maksudi za kumpata mkurugenzi wa shirika la nyumba la Zanzibar kupata ufafanuzi wa kadhia hii bila mafanikio, lakini hata hivyo juhudi za kumpata kiongozi huyo bado zinaendelea. Nikiripoti kutoka visiwani Zanzibar, Hafsa Usi wa Swahili Voice. Tuelekee nchini Kenya ambapo wananchi wenye hasira katika eneo la Kipkaren viungani mwa jiji la Eldoret walikabiliana na maafisa wa polisi katika maandamano makubwa yanayopinga ukatili wa polisi. Mwandishi wetu Nyota Suleiman anatujuza habari hii kwa undani zaidi. Mtaa wa Kipkaren jiji la Eldoret katika jimbo la Uasin Gishu wiki hii ulikumbwa na ghasia, mamia ya wakazi wenye hasira katika eneo hili wakijitokeza barabarani kukabiliana vikali na maafisa polisi katika maandamano makubwa ya kupinga ukatili wa polisi. Maandamano haya mara hii yamechochewa na kifo cha kijana huyu kwa jina Ali Abdi mwenye umri wa miaka 25 ambaye alikuwa ametoweka kabla mwili wake uliokuwa umeoza kupatikana ukiwa umetupwa katika mto Sosiani. Familia mwenda zake inaamini kwamba jamaa wao alifariki mikononi mwa maafisa polisi baada ya kukamatwa na kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Yamumbi. Naima Abdi ambaye ni dada ya marehemu anasema kaka yake alionekana mara ya mwisho wakati akikimbizwa na polisi kabla ya kupata taarifa za kifo chake. Anaamini kwamba afisa huyu wa polisi ndiye aliyetekeleza mauaji hayo. On that event wakiongea hivyo akifukuza ndugu yake, gari askari kakuja. Na kulikuwa na some boys pia wame crowd. Unajua vita vitu watu wakipigana watu wana crowd. So kila mtu akakimbia, boys wote including the brother. Huyu akashika barabara ya maji akakimbia. But huyo askari Kinyanjui ali make sure amemfuata yeye peke yake mpaka chini kwa mto. Na huko ndo the last minute tulimuonea huko, tulisikilia kwa huko. Kulingana na mama marehemu, anasema licha ya mwanae kuwa tayari alijisalimisha kwa maafisa polisi, alipigwa risasi na kuuliwa mtoni, huku mwili wake ambao ulikuwa umeoza ukipatikana siku 6 baadaye. Familia hii sasa inataka haki itendeke kwa mwanao, ikiwemo kuwajibishwa kwa afisa polisi ambaye alitekeleza mauaji hayo. Ndo mzazi Ali kazi. Jana wangu aliangushwa ndani ya maji. Kuna polisi akamfukuza akapitisha nje ya barabara akapitisha hii barabara akaangusha ndani ya maji. Sasa mtoto wangu tangu siku Jumatatu mimi sijamuona. Namba gani? Tumetafuta tumempata ndani ya hiyo baada ya muda kadhaa tulimpata kama mwili imeoza. Baada ya siku 6 tumempata kama mwili imeoza, hata kuna kitu kingine tu kidogo tu ilimshikilia hivi. Mbali na mauaji ya Ali, familia ya Samuel Njiru pia inamtafuta jamaa wao ambaye inaaminika kwamba alitekwa nyara na maafisa polisi. Samuel inaaminika ndiye mtu pekee ambaye alishuhudia kitendo cha maafisa polisi kumwangamiza Abdi, jambo ambalo lilipelekea kukamatwa kwake. Familia yake inasema kwamba imemsaka jamaa wao katika vituo mbalimbali vya polisi katika jimbo hili, lakini bado hawajafanikiwa kumpata. After around 1 hour, 2 hours hapatikani home. Hapatikani pali popote. Nikasema maybe kulingana venye amemchapa maybe ametoroka ameenda ameingia mahali fulani, atarudi kwa nyumba juu ni bro yangu. Mimi nikaenda kwa nyumba, kukaa hapo usiku mzima hakuna. Asubuhi nikapiga hesabu maybe amelala kwa rafiki, atakuja kwa nyumba. Hajakuja. Jioni kungoja saa 2 hajafika. Ikabidi nikuje hapa Pioneer Police Station. Nikaandikisha statement. Wakati wa maandamano haya, jumla ya waandamanaji 10 walikamatwa na maafisa polisi na kushtakiwa kwa kosa la kukusanyika kinyume na sheria. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Uasin Gishu, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Nchini Burundi, wavuvi na watumiaji wa ziwa Tanganyika wamezitaka mamlaka kuingilia kati tatizo la kuongezeka kwa magugu maji katika ziwa hilo, hali ambayo imekuwa ikikwamisha shughuli kadhaa za kiuchumi ziwani hapo. Mwandishi wetu Isido Habonimana anaripoti zaidi. Suala la kupambana na magugu maji katika ziwa Tanganyika na mito inayomwagika katika ziwa hilo liliwahi kuzungumziwa, lakini kasi ya kupambana na mmea huo inazidiwa kwa mbali na kasi ya ukuaji wa magugu maji. Baadhi ya mito inayomwagika ziwani Tanganyika imevamiwa sana na magugu maji. Mto Kinyanhonge ulimezwa na magugu maji kiasi cha maji yake kuanza kukauka kama inavyoelezwa na wakazi majirani wa mto huo.
Uvuvi uliokuwa ukiendeshwa kwenye mto Kinyanhonge umesita kutokana na kero za magugu maji ambayo husababisha vifo vya samaki na viumbe wengine wa majini. Kuhusu hii nyasi naona itatuletea matatizo kabisa. Hii nyasi itatuletea matatizo sababu inakamua maji kwenye ipo na samaki. Zamani huyu mto huyu walikuwa wanategema mandoano, wanapata hata samaki tena kubwa kubwa sana. Juu naona ni maeneo ya bahari Tanganyika hapa. Sasa kwa hivi juu ya hii haya majani haya hapa, kwa hivi hakuna hata samaki, hata ulaze ndoani hapo hauwezi kupata hata samaki hapo sababu ya kijani hiki. Buchumi Silas, mtaalamu wa mazingira, anaonya kwamba endapo wahusika hawatalifanyia kazi kuwa magugu maji yanaweza kupanda na kufika mbali, huku akihofu kwamba mito mingi inaweza kutoweka. Hii nyasi sasa ni mbaya kwa sababu hii nyasi kwenye inaelekea inafukuza samaki, inaua samaki zipate gisi ya kuzaa, na samaki zinapenda zizae fasi ya pembeni ya bahari. Na unaona hii nyasi kwa hii mtoni Kinyanhonge, unaona kinapanda inafika hapa kwa kaburimbo, hii barabara ya Gudro, ikinapanda siku kidogo tutaikuta ishafika Charama, ishafika huko kijijini, kwa sababu inaenda inatembelea juu ya maji, juu ya uchafu. Ndio maana hii uchafu tuko tunaitoa hii nyasi ikose nguvu ya kupata gisi ya kutembelea hii nyasi. Raia wanaomba serikali ifanye tathmini ya uwepo wa magugu maji katika ziwa Tanganyika na mito, na juhudi zifanyike kuhakikisha kwamba mmea huu unaondoshwa. Tulikuwa tunaomba serikali tizame gisi naweza ikajui hiki kijani hiki kinaweza kutuletea matatizo hivi, hatupata hata samaki hapa. Tunaomba serikali tizame gisi naweza katuondolea hiki kijani hapa, sababu hiki kijani sio kijani kizuri. Naona pale kinakausha maji, unapaona pale kinakausha maji kwenye chipo, yani ule msingi yale maji yale yalikuwa naishia hapa hivi. Lakini sababu ya hiki kijani gisi kinaendelea kwa kinasonga mbele, maji yanaendelea yanakauka. Tizama kwenye maji yalishakuwa kule, na zamani maji yalikuwa yanafika hapa, watu wanaroa mandoano, lakini kwa hivi jua hiki kijani ni hatari kabisa. Tunaomba serikali kabisa itusaidie, ituondolee hiki kijani kabisa. Hivyo magugu maji yakiondoshwa na kukaushwa juani yanaweza kutoa nafasi kwa bidhaa kama vile kutengeneza mikeka na kadhalika. Nikiripoti kutoka mwambao wa ziwa Tanganyika jijini Bujumbura nchini Burundi, mimi ni Isidori Habonimana wa Swahili Voice. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Komenti zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakieni wikendi njema. Alamsiki.